Kubali ati mtu anioe mimi alafu anipeleke kijijini. Never. Anioe tukae naye. Kama ananioa mimi, ananioa tukae naye. Hanioi kwa ajili ya wazazi wake. Na hapo ndio wanawake wanafaa ku draw line. You have to draw the line. Ati mimi ni wewe umenioa. Hujanioa kwa sababu ya wazazi wako. Na wazazi wako kama walikuwa wanataka mtu wa kulima, ungeajiri mfanyikazi. Kama hatukai mashambani sote mimi na wewe, tutakaa mjini pamoja. But watu wengi unaona mtu anaolewa, anapelekwa kijijini, bwana yake anarudi mtaani, ati sasa kwa kituma pesa. Wengine wameumia, wanawake wengi wameumia. Pesa inatumiwa mother-in-law, anakupimia kama dawa. Anakupimia. Kwa maana chakula yote ni yeye ananunua, kila kitu ni yeye anafanya. Wewe ulikuwa msichana mrembo, unajua kujirembesha, hata urembo umesahau. Tumeona wanawake wengi wamebadilika, wamekuwa kitu kingine. Amewekwa uoga, anatusiwa kila siku na mother-in-law. Na wewe mwanaume uko huko tu town. Hata mke wako akijaribu kucomplain, haumsikizi. Final word inatokanga kwa mama. Final word ni mama anatoanga. Mama akisema hivi ni hivi. Akisema huyu mke wako anatembea na watu wa boda boda, unakubali, unakuja unamchapa mke wako. Akikwambia hivi unakubali, unakuja unamchapa mke wako. Mostly mother-in-law. Hapo ni ukweli Tina. So mostly mother-in-law wa upande wa bwana sana ndio huwa wanasumbua. Unajua hata mimi I'm soon to become a mother-in-law. Nitaletewa daughter-in-law. So I'm trying to correct some things zenye mimi singependa kumfanyia mtoto wa watu akikuja kwangu. Mtoto wa watu akiolewa na mtoto wangu. Vitu ambazo singependa kuona zikifanyika. So mother-in-law ambaye amezaa son, ako na kijana wake, mostly hao ndio wanakuwa kizingiti kikubwa cha kuvunja ndoa. Lakini mother-in-law ambayo msichana wake ameolewa pahali fulani, yeye huwa kwa wakati mwingi anajaribu kushikilia ile ndoa. Anajaribu kushikilia ndoa ya msichana wake. Though kuna mama-in-law wengine, especially when your daughter is married to a poor man. Sasa hapo na inakuwa kizungumkuti. Sasa mama-in-law ambaye msichana wake ameolewa na mwanaume maskini, shida ilitokea. Kwa sababu huyu mama kila siku atakuwa anamwimbia msichana wake. Huyu mama atakuwa anamwambia msichana wake, mbona uliolewa na mtu maskini? Mbona uliolewa na mtu maskini? Na hata akimkutana leo kijana hana heshima na yeye, anamtusi, anamuongelesha vibaya, anamwambia mambo mingi, anamfanyia madharau, anamkejeli. Lakini msichana wake akiolewa na tajiri, atamshikilia kabisa. Kijana wangu atajitafutia yeye mwenyewe. Mimi sina uwezo wa kumtafutia na sina uwezo wa kuimpose mwenye ataoa. Yeye mwenyewe atajitafutia. Mwenye ataleta nitampokea. So yeye ndiye atajitafutia. Mimi si I am a good mother-in-law. I am a good mother. He's my boy, he's mama's boy, but some decision I want him to make as a man. Sio mimi nitammekia decisions zake. So some decision he will make. So I want to urge parents, kwa sababu nowadays you see the kind of mother-in-law sasa tuko ni sisi ndio mother-in-laws wale tuko, young generation mother-in-laws. So na wengi tuko kwa internet sasa, tuna watch hapa internet. So a lot of mother-in-laws wenye tuko hiki wangu, hebu tujaribu kucorrect zile mistake ambazo zimefanyika past. Zile mistakes sisi wenyewe tumepitia. Kama mimi nimepitia makuu. My mom-in-law alinipitisha moto, hellfire. Alinipitisha hellfire. Alinipitisha hellfire.
I used to cry every day, every night. Nilikuwa nalia kila siku, kila asubuhi. Nikiamka asubuhi nifungue mlango tu nikiimagine nitakutana naye nje. Nasikia kuzimia kwanza. Nasikia nikufe alafu nifufuke. So my mom-in-law alinipitisha hellfire. But I thank God because my husband was there to support me. He never supported his mom. So that is what a man should do. You have to support your wife. Unajua, the moment umeshikana wewe na dada zako na mama yako, kupiga yani kufinyilia huyu mwenye ameolewa kwenu, you will lose a wife. You will lose a wife. So a good man huwa ana support wife wake, because most allegations zenye zinakuanga kwa hao mother-in-law zenye zinaletangwa, wanaletanga kwa sababu they think that huyu mwanamke amekuja kwa boma yetu, amekuja kudivide attention. No, we women na attention, tunapenda attention sana. So mama anatania yeye sasa attention yake imegawanywa, imeenda kwa huyu mama ambaye ameolewa hapa. So mama ana uchungu, hataki ile, anataka all the attention ya kijana wake bado ikuwe kwake, unaona? But anasahau this is a man now, lazima ajisimamishe na mji wake. Mama ako na bwana yake, attention yake sasa aitafute kwa bwana yake, aache kutafuta attention kwa mtoto wake. So a lot of okay, mimi what I did is that I had a rough time. Kwanza my first years in marriage nilikuwa na hard time, very hard time. And then hata hiyo wakati sasa, but because my husband loved me very much, alikuwa ananipenda sana, alisimama na mimi. So every time hata kungetokea mgogoro kwa nyumba, kutokea fujo, and we were living in the same compound. Now you can imagine, we are living in the same compound. Nyumba inaanzia hapo ya brother mkubwa, ya huyu mwingine, yangu, ya nani, then ya mama huko kwa kona. Yani we are in the same compound. Then na mimi ndio nilikuwa the youngest wife in that compound. So our elder wives already walikuwa wamepambana na mama-in-law mpaka wakazoea. Sasa huyu new wife amekuja, ni tani yake. Sasa unapambana na mother-in-law na unapambana na mawifi. Na unapambana na wake wenza sasa. Hebu shanga. Unapambana na madada za mume wako, unapambana na mother-in-law, alafu unapambana na wake wenza hawa wameolewa huko. Shida ilikuwa kali. Nikilala wana expect niamke mapema. Na mimi sina mtoto wakati huo, nilikuwa kasichana, sina mtoto. Wao wako na watoto. Ninaamka mapema kufanya nini? Mimi nalala, tunalala na bwana yangu mpaka saa zile tutajisikia tuamke. Inakuwa ni fujo. Mother-in-law hataki hivyo. Anaongea, wanapiga makelele. But my husband alikuwa ananiambia usiwasikilize. Don't listen. Usiwasikilize. Wacha waongee, watanyamaza. Unaona? He was so good. But most men now who have a support wives wao kile ufanya, wakati familia imeanza kuamukia bibi, pia yeye anashikana na wao, wanaanza kumwamukia. Akiambia bibi yako ni mvivu, anakuja kwa nyumba anaambia, mimi hata sijui kwa nini nilikuoa mvivu huyu, wewe ni mvivu, wewe uko hivi, uko mchafu. Lakini mwanaume mzuri akiambia mke wake ni mvivu, yeye tu anacheka huko, akiingia kwa nyumba anakuja anaambia, acha nao. Hakuna kitu wanasema achana nao. Yani you encourage your wife, you give her, unamuonesha tuko pamoja. No matter what, hata wakisema nini, I'll never leave you. So and then after sometimes when I had my firstborn, now things zikaenda from worst to worst. Kwa sababu now niko na mtoto,
au wengine wako na watoto wao. So unajua mtoto first child anakuanga precious. Kila mwanamke mwenye amepata mtoto, you know how you treat your first child. Utaki mchezo na mtu, utaki watu waguze mtoto wako, utaki nini. So these other women wanakuwa na uchungu, kwani huyu mtoto ni mayai, ni gold imezaliwa, sijui nini, wanaongea mbaya. Then we decided, I and my husband, we decided, no, it's time to move out. Hakuna haja ya kukaa in this family compound. It's time to move out. Then we decided and we moved out. We took our kid, we took everything we had, then tukaenda kwanza tukakodisha nyumba, tukawaondokea. For the sake of peace, tukawaondokea. Na that is where sasa nilipata peace away from family. Now it's me, my husband and my child. Tukakaa vizuri, hakuna mtu anatusumbua. So unajua sasa wakikuja kututembelea, wakikuja kuleta usumbufu kwetu, ni wao sasa wanatuchokoza. So siko kwao tena, niko sasa, tumetoka tumeenda compound nyingine. So hata wakikuja hata naweza kuwaitia polisi kwa sababu ni wao wamenifuata. So sisi tukahama, tukaenda tukakaa mbali na wao. Na tukaenda town mbali kabisa, pahali mtu atatumia ticket kukuja kukuletea uchokozi. Sasa mtu kama hujamtumia pesa kuja kukuchokoza, hata kuja kwa sababu anaona uchungu kuingia kwa mfuko wake, kutoa pesa, apande gari ya kuja mpaka kwako. So ikakuwa hatuonani kabisa. Tukakaa karibu miaka kama 5 hatujawahi kuonana, mpaka nikapata mtoto wa pili hatujaonana kabisa. So wakati sasa wakaanza hata kutumiss, njoo tulikuwa tunawatembelea, tulikaa kabisa sisi. Lakini wanaturushia tu maneno tu tukiwa mbali tu, but tuna ignore kwa sababu the person who is with you anasimama na wewe. But inakuwa shida sana wakati the person who you are married to hasimami na wewe. Asiposimama na wewe utaumia. Asiposimama na wewe ukiwa mwanamke utaumia. Bibi yako asiposimama na wewe kama mwanamume utaumia, kwa sababu this family sometimes inakuanga you don't know kama wametumwa na shetani ama wametumwa na nini, kwa sababu marriage is supposed to be something nice, something hata family inafaa ishirikiane, ishikilie your marriage, unaona. So inakuwa ngumu. Let me read some messages here. Estibia anasema, I thank God my mom-in-law was the best up to now. We shukuru Mungu. Yeah, there's some mom-in-laws, but mimi after kupambana hiyo yote, then after hata kuwaondokea, so wakati niliwaondokea, you know, kuna msemo wa Kiswahili wanasema, huwezi ukajua thamani ya ng'ombe wakati uko karibu na yeye, but akifa utajua thamani yake. So wakati niliwaondokea ndio walijua thamani yangu kwa hiyo boma. Wakati tuliondoka tukaenda mji mwingine, tukaenda mbali kabisa, ndio walijua kumbe hawa watu walikuwa na maana kwa hii boma. Kumbe huyu mwanamke alikuwa na maana kwa hii boma. Kumbe huyu kijana wetu alikuwa na maana kwa hii boma. So they started missing us. Wakatumiss. Mpaka wakati tulianza kuenda kuwatembelea, tukaanza kuwatembelea, we became friends, madharau ikaisha. But shida inakuwa, wewe wa mwanamke umlete hapo nyumbani, alafu kuna madada zako ambao hawajaolewa wako hapo na wako na watoto hapo. Ndugu wako ameoa ako hapo, ako na watoto hapo. Mama yako wako hapo. Balaa inaingia. Alafu wewe ni mtu wa kusikiza sana familia yako. Inakuwa ni shida. Ati kwa nini mama awe na uchungu na yeye aliolewa na mume wake? Mama anakuanga na uchungu kwa ajili ya mambo mawili. Number 1, kuna relationship ya mother and son, of which inakuanga, it's a bond ambayo ni very very strong bond. Wale wa mama tuko na watoto wa kiume, we know that it's a bond yenye inakuanga a strong bond between a mother and a son. Inakuanga like a first love, unaona. Yani this your son is like your first love. Hata how you recognize your husband, because maybe your husband akikuwa ulikuwa na mpenzi mwingine huko nini mambo mingi hivyo, lakini mkapendana mkaoana, but this young boy ambaye wewe mwenyewe umemzaa, amekuja ulimwenguni, umemwona, he is your first love. Sasa hiyo bond, relationship ya mom and son inakuanga very strong, very very strong. So some women, when they see when these young boys are growing, sometimes
we feel jealousy, we don't want them to grow, we don't want them to become men. Tunataka wakae boys, wakae karibu na sisi tu always, unaona. So when wana grow, wanakuwa watu wakubwa, wanaanza kupata girlfriend, kuna wivu inaingianga, because sasa wewe kama mama yake unaanza kuona, oh my boy anaenda anachukuliwa na mwanamke mwingine, oh kijana wangu sasa attention ile alikuwa ananipatia, vile tulikuwa tunakaa tunaongea na yeye sitakuwa napata hiyo time. Sasa kuna hiyo kauchungu kanaingia, unaona. And then it happen, huyu kijana anapenda huyu girlfriend wake sana, ama anapenda huyu mke wake sana, inakuwa sasa uchungu zaidi, na inakuwa hivyo kwa sababu ana feel amenyang'anywa, unaona. Ni kama ana feel this girl has snatched my first love, amesnatch boyfriend yangu, amesnatch kijana wangu. So inakuwa uchungu, yani ile love yake na husband ndio iko, but this bond as mother and son, it's very very strong, especially kwanza kama son ni firstborn. Inakuwa strong ajabu. So sometimes we understand them, tunawaelewa, tunajua, especially kama sasa ukishapata mtoto ndio unaanza kuelewa na unaanza kujua kwa nini mother in law alikuwa anakutreat hivyo, kwa nini alikuwa anafanya hivyo. Na hata yeye mwenyewe akikupigia story atakwambia yeye mwenyewe hata wakati aliolewa vile alifanyiwa nini, mambo mingi. So sometimes hata inakuwa ni kama cycle, inakuwa ni kama anajilipishia kisasi ya chenye alipitia wakati ule. But me, I pray to God, singependa kujilipishia kisasi yenye yalipita, pali niko ni pale pengine. So mimi I would not want kabisa, singependa kujilipishia kisasi. So any girl mwenye ana date my son asisikie uoga, because mimi siwezi nikajilipishia kisasi. I'm a good mom, na mimi nitakuwa pale kuwashikilia, kuwapatia direction, kuwaonyesha. Like right now my daughter is married, she and her husband, they are the same age already, wako na mtoto mmoja, and we are supporting them as parents, we are supporting them. And I thank God, because the mother-in-law, the other side, huyo mama mko wa binti yangu, she is very supportive, she is supporting the girl, ana support kijana wake na ana support msichana wangu, na mimi na support msichana wangu na na support kijana wake. So these are our kids now, unaona. Na hivyo ndio inatakikana kukua. We digital mother-in-laws tujaribu to correct hizo mistakes zenye hao wakubwa wetu walitufanyia, tusije tukaendelea hiyo cycle, tuivunje, tuimalizia hapa hivi. So I think hakuna mtu akona swali, naona hakuna mtu anajisikia kuuliza swali. Ya Rabbi, huyu muhindi naye alitoka wapi shetani? Oh yeah. So mimi leo mambo ilikuwa hivyo. Not unless kama kuna mtu akona experience na mother-in-law, but mimi experience yangu, at least I have shared a little with you guys. But some men can get confused when it comes to between family and this. Okay. You should not be confused. A man, mwanaume, hufai kukua confused when it comes at this is my wife and this is my family. Kama wewe ni mtu unafuata dini, kama wewe ni mtu unafuata maandiko, utasoma maandiko usikie kabisa imestate, the Bible has clearly stated, you will leave your father and your mother. So even if you choose to go with your wife, haukuna dhambi umefanya, because the Bible has mandated you to do so. Even if utasema, mom and dad, I love you very much, but this is my wife, I'm going with my wife, we are going far away, because for the sake of peace we are leaving this compound. For the sake of peace, I want to be with my wife, I want to support my wife. Hakuna mtu atakuchukulia vibaya. But in our African tradition now, wakati kijana anaamua atasimama na wife wake, wamama tunatoka wazimu. I know wanatoka wazimu. Amenirogea mtoto, sijui mwanamke yako hivi, ameroga mtoto wangu, kijana wangu hata hasiki, wai analia anakulaani.
lakini laana zingine haziwezi zikakupata, kwa sababu Bible kama yeye pia ni Mkristo, kama yeye pia anasoma Bible, anaenda kanisani, hii Bible imekuruhusu, imesema you will leave your father and your mother, she will leave her father and her mother, then these two will come together and be one. So when these two are one, hata mruke mfanye nini, wako na ruhusa kutoka mbinguni. So you should not be confused. You should not be confused. Yes, listen to your wife, listen to your mama, but when you get married as a man, jisimamishe na miguu yako kama mwanaume. You are not a little boy, you are not a small boy. So jisimamishe na miguu yako. Tumeona mama's boy wameoa mtu paka kona watoto, but everything you go back to console your mother. Kila kitu unataka kununua hii, unaenda kuambia mama yako. Unataka nini, unakimbia unaambia mama yako. Umenyimwa, unaenda unaambia mama yako. Mwanamke ananinyima, hanipatii siku hizi, unaenda unaambia mama yako. Unakaa chini kuzengenya mke wako na mama yako. We have seen those mama's boy. Afu huyu mama yako sasa ndiye anakuja, yeye ndiye anakuwa advocate, yeye ndiye anakuja kuteta, utafanyia mtoto wangu hivi, yeye ndiye anakuja kuteta, yeye ndiye anakuja kukuonesha kwa nini unanyima mtoto wangu, kwa nini unanyima mtoto wangu starehe, kwani uliolewa huku ufanye nini. We have seen those kind of women wanakuja kuingililia ndoa za watu. Asante sana Bernard. Nona, so when you are a man, na ndio unaona kuna hiyo jina, you are a small boy, then from a small boy you become a boy, you become a young man, then you become a man. Unaona hizo ni stages zinaenda zikibadilika. So when you become a man, zile tabia za boys unaachana naye, zile tabia ya kuwa mama's boy waachana nayo. You're not a mama's boy anymore. Ukioa, soon you will be somebody else's father. Na ukikuwa baba ya mtu, alafu wewe ni baba ya mtu, wakati mtoto wako anakimbilia kwako kuomba advice, ama anakimbilia kwako for protection, wewe unakimbilia mama yako for protection, unakimbilia mama yako for advice. Instead ya usimame ujisimamishe kama mwanaume, wewe ndio mwanaume wa nyumba. You will correct all the mistakes in your house. Kama mke wako anakunyima, unakaa chini na unaambia mama watoto, come here, kuja hapa, mimi ni mwanaume, nina hisia. Ukinikataa kunipa, mimi mbona unakataa tufanye mapenzi na wewe? Mnaongea na yeye one on one, mnaelewana, lakini unakimbia kwa advocate wako. Yani umefanya mama yako ndio wakili. Mama's boy tunawajua na tunawaonanga everything. Bibi yako akienda anunue kitu, lazima uripoti huko. Asubuhi ukiamuka unaenda kuripoti, unapigia mama. We have seen hata wengine wanapigianga mpaka mama yao simu asubuhi, unamwambia huyu mama jana aliniserve ugali, aliniserve indomie, aliniserve kitu fulani. Then mama anakuja amewaka moto, unapikia mtoto wangu indomie kwa nini? Unapikia mtoto wangu spaghetti kwa nini? Unashindwa alijulia wapi? Kumbe anapatiwa ripoti kila siku anapatiwa ripoti ya vile mambo inaendelea kwa nyumba. So wewe ukiwa mwanaume, when you become a man, be a man. Stand na miguu yako miwili. Fanya decisions zako bila kuinvolve watu wengine. Why are you not involving your father? Kwa nini hukimbii uambie baba yako, dad, teach me how to be a man. Dad, my wife akifanya hivi, ninafaa nifanye nini? Unaona? Enda ask your father some question, kwa sababu yeye amedeal na mama yako. He's in the right position kukuadvise you as a man. Akuambie, oh my son, ukiona mwanamke anafanya hivi, anafanyiwangwa hivi, ama ukiona mwanamke anakuwa hivi, wewe unafaa kufanya hivi. Yani your dad is in the right position ya kukuadvise vile unaweza ukakaa na wife wako. But your mom can never advise you how to stay with your wife, because your mom atakuwa always, she will be there to bring the division katikati yenu. Si wamama wengi, mimi nasema na naongea kwa sababu I've been there, nimepitia hapo, I know. Naongea a lot of women, a big percentage ya mother-in-law, wao wataleta division katikati ya kijana wake na mke wake, kwa sababu
ako na uchungu, ana feel kijana wake attention yote imeenda. Unaona? So okay, let me see. Huyu anasema I'm last born, so I get advice from father and also my mother. It's okay if you get advice from your father and from your mother, it's okay, but learn to stand on your own feet. Usitegemee wazazi wako sana. And then sana stories of marriage. Unaona, stories of wife. Stop discussing your wife with your family. Stop. You see, stop discussing your wife with your family. If you have a wife, usikimbie kwenda kudiscuss mke wako na familia yake. No, kama amekukosea kwa nyumba, just muite, muongee, mfanye ile kitu inaitangwa. Yani mfanye mkue na nyumba yenu, muweke sheria, kukue kuna ile siku ya dialogue, kuna ile siku ya kuambiana, yo baby umenifanyia hivi, darling unajua umenifanyia hivi. Mnaongea, mnasuluhisha mambo bila kuleta hizo external forces. Hizo external forces ndio zinakujanga kuharibu, kwa sababu hata huyu mwanadada ako na watu wao anaweza enda kuwaomba advice. Akikimbia ambie mama yake, unajua bwanangu ananitusi, mama yake ananifanyia, watu wananifanyia. Watu wake watashikwa na uchungu, watafeel pain, and then they will advise their daughter to leave. Unaona? But some of us tunafanywa mambo mengi, but nowadays I know wasichana wengi wawezi wakavumilia hivyo. Wakifanywa kitu kidogo wanakimbia nyumbani kusema mimi nilifanywa mambo mengi sana for almost 10 years na nilikuwa hata mamangu hatakuwa anajua anything yenye na happen. Nikienda home naweka smiley face, naongea naye, niko sawa, tunaendelea vizuri, we are good. But I know deep inside me, I know nikirudi huko naenda kwa hellfire. But home ninasema niko sababu. Why? Because this man anasimama na mimi. Unaona? Ako na mimi kabisa, anasimama na mimi. Don't worry, I'm with you. Hawa watu wangu hakuna kitu wanaweza kukufanyia. Mimi mwenyewe ndio nitawapatia ruhusa ya kukufanyia anything. But kama mimi sijasimama na wao, nasimama na wewe, you are safe, you are okay. So I was okay. But the moment umefungua mdomo kwa mama yako, hata wewe kama mwanamke ukimbia ambie mama yako, wewe mama unajua my mother nilo juzi alikuja akaniita umbwa, akaniambia kwetu kuko na wachawi, kwetu kuko nini. Your mama ata feel pain. Kama mzazi hata mimi I feel pain. Mtoto wangu akija sasa aniambie mama unajua mother-in-law wangu ananifanyia, I feel pain. Na maruhani itaniruka na nitakimbia huko. Na tutazozana, tutatukanana mbaya sana. Unaona? So kila mtu ana uchungu na mtoto wake, lakini as a good woman, mwanamke mwerevu, mambo ya nyumba yako ushindangi ukitoa nje. Uendi kuambia marafiki zako, uambie bwanangu anafanya, bwanangu akikuja kazi yake tu ni kulala. Hata siku hizi nasikianga wengine sasa bwanangu hata siku hizi hata hamalizangi race. Hamalizangi race, akiingisha tu ashamaliza. Ananiwachanga tu hangi. Yani unaenda kuambia watu stories za bwana yako huko nje. Mwanamke mzuri haendangi kuropoka huko nje. Mwanamke ati mama mzuri. Okay, we don't have money ati, but let us women think. What goes around comes around, by the way. Okay. What about those men who come home and first break ni kwa mama yao huko aje kwake? Those are the mama's boy. First break anakimbia huko ndio aende apatiwe mshene, apatiwe update ya venye kulikuwa, venye mumeshinda huko kwa compound. Kama ni mtu anaendanga anafanya kazi mbali, anakimbia sasa first anaenda kwa mama yake ndio apatiwe update. Aambiwe kuko hivi, huyu bibi yako siku hizi yako hivi, anafanya hivi, anaenda wapi, anapatiwa mshene huko. Sasa akitoka huko badala kuja na furaha kwa nyumba yake, anakuja amenuna, anakuja hataki kukuona, na mmemaliza saa nyingine miezi 2, miezi 3 hamjaonana. Wewe unaongojea mume wako, mwili wako kuna hisia zimeamka, unatarajia akija sasa ni kugaragazana, kufanya nini akija hataki hata kukuona. Ameshashibishwa maneno wapi kule. Au mama's boy
first. Ukifika, you go to your wife first before you go anywhere. You go to your wife, unashuka kwa bibi yako kwanza, mnaongea, mnafanya chenye mnafanya, na kukumbatia, mnakumbatiana, Alafu mkishamaliza, ukishaoga, umepumzika, umefanyiwa everything, massage, kila kitu, umepumzika vizuri. Sasa hapo unaweza kutoka uende usalimie ndugu zako, usalimie marafiki zako. Umsharidhika, mke wako ameridhika, unaweza enda kusalimia na kule. Sasa huko hata ukienda uambie bibi yako anafanyanga, hautakuingia kwa sababu already your wife amekusatisfy, alikukaribisha vizuri, alikupatia makaribisho mazuri, mkafurahikiana nyinyi wawili. So mambo zingine hazita roho, unaona? So inamaanisha kuwa ukishaoa utatenganisha na mzazi. Okay. Baraka, wewe, are you a Muslim or a Christian? Are you a Muslim or a Christian? Because ukishaoa ama ukishaolewa, unajua you're not marrying. Unajua mimi nikiolewa, sijaolewa na jamii, nimeolewa na mtu mmoja ambayo ni bwana yangu. Na bwana yangu akinioa, hajaoa jamii yetu, amenioa mimi ambaye mimi ni mke wake. Tunakuwa kitu kimoja. So we can do away with the family. Family hiyo tu ni bonus tu. Unajua ni ile tu huwezi kabisa cut off ati sitaki sasa kuona mama yangu tena. No, you cannot cut them off, but your decision kwa nyumba yako, wacha ikuwe decision ya nyumba yako, si decision ya family. Ati you want to have a kid, unaenda kuinvolve mama yako, naambia unajua bibi yangu aliniambia tupate mtoto wa pili. Na mama yako anakuambia mtoto wa pili kwa nini saa hizi? Hapana, usikubali kupata mtoto. Na huyu bibi naye anakimbia, anaambia mama yake, unajua mwanani bwana wangu alikuwa ananiambia tupate mtoto wa pili ama mtoto wa tatu. Anaambia, kwani umetumwa wapi uzaezea watoto? Usikubali kuzaa mtoto mwingine. No, some decision muna make decision nyinyi wawili kwa nyumba yenu without involving external forces. Hizi external forces ni sasa ni hao wazazi, ndugu, nini, hao watu wote wako huko nje. Familia yako sasa ni yako wewe na mke wako na watoto wako. Lakini hao wengine, hao ni by the way. Ndio alikuzaa na akakulea na akakufikisha amba kufikisha. Awachane na wewe uendelee na maisha yako. Awachane na wewe ujenge familia yako, uzee watoto wako, uwalee. Suppose wenye sasa wazazi wao, mtu alizaliwa na wazazi wakakufa, anafanya nini? Si anaendelea na maisha yake. So wewe ukishaoa, hao wengine wachana nao, external forces wachana nazo. Mpende kama mama yako, mpende kama baba yako, mpatie all the support unaweza kuwapatia, wapatie. Kama ni fedha wapatie, kama ni make sure they live good, but decisions za nyumba yako make them you and your wife without involving them. Watu wale unaweza kuinvolve kwa decision making ya nyumba yako, maybe your kids, period. Lakini hao watu wengine external forces wachana nao. Ndio unasikia nyumba nyingi ambazo zenye watu hukutana, wanakaa chini, baba mama na watoto wake wanaongea, they discuss way forward about this family. Those family huwa zinaenda mbali, unaona, kwa sababu wana make decision as a family, unaona. Lakini don't make decision as a community, ati baba yangu, mama yangu, baba yake, mama yake, ndugu zake, nini, wote tunakuja hapa mpaka tukitaka kupata mtoto, jamii mzima wanajua tunataka kupata mtoto, tumeambiana tunataka kupata mtoto. Ninaenda nasema kwetu, anaenda nasema kwao. Hapana. Some decision make them in your own house, in your own quarter. Sawa Eric. The Bible is very clear. Utaacha baba yako na mama yako. Kwani kuacha ni kusema nini? You leave them. You leave their rules. You leave everything. You leave them kabisa. Na huyu naye awache watu wake. You become one. Unaenda pale kuwatafuta in case you need advice. Lakini si ati kila kitu, ati any decision lazima uende wafuate. No, you leave them, you become one. Vile wewe mwenyewe huwezi kutaka yani, hebu angalia mkono wako. Ukigonga mkono wako, sasa nikichukua nyundo nijigonge mkono, I will feel pain.
Hivyo ndio unafaa kufeel. Wakati mke wako anashambuliwa na ndugu zako, unafaa ufeel pain kwa sababu ni wewe unashambuliwa. You are one. Wakati mume wako anashambuliwa na ndugu zako na dada zako wanamtusi na mama yako anamtusi anamuita fukara, unafaa ufeel pain. Ati why mom, why, kwa nini unakuja kushambulia mume wangu? This is my husband, this is me, this is part of me. Nyinyi kaeni kando, external forces kaeni kando, tuache mimi na fukara wangu tukae vile tunakaa. Ni mimi na yeye, nyinyi kaeni kando. We mama uliolewa ukaenjoy life yako, kaa kando. Baba wewe na wewe uko pandinge, kaa kando. Yani tujifunze yani kuto involve hii family kubwa kwa, yani hii family tuache ku involve kwa marriages zetu. Watu wengi jana kuna kipindi nilikuwa na jana. Na wakati watu walikuwa wanatoa testimonies zao. I really cried kwa sababu nimepitia hata mimi. I know nimepitia hizo machungu. Nimeitwa majina mpaka nimeitwa a lot of names. Machungu. Mpaka kuchapwa. Mpaka kuchapwa. Yani unakuwa mpole, unakuwa mvumilivu, yani jo mume wako mwenye mkone anakutuliza, anakuambia baby. Alafu tena mimi nimetoka mazingira mzuri sana. Nimetoka mazingira ya Kikristo, nimetoka kwa wazazi ambao wamenilea vizuri sana. Ati waheshimu baba na mama. So mimi anybody I call mom, mimi huwa namheshimu. Mkubwa wangu namheshimu, naheshimu mpaka wadogo zangu. So mimi siwezi vita kupigana wakubwa wangu, no, that's a no to me. So sometimes my mother-in-law could come and slap me, na sikuwa namrudishia. Nilikuwa tunamwangalia hivi naenda, namwangalia naenda. So jana nilisikiza hizo testimony, zikanikumbusha hayo machungu. Zikanikumbusha hayo machungu. I really cried, na nilikuwa kwa program mpaka nikalia. Unaona, nikalia kabisa nikikumbuka hayo machungu. But utafanya nini? Wasichana wa siku hizi itakuwa ngumu uslapu msichana akujamazia, atakutandika seriously. Lakini kama ametoka family poa, at least atakuwa na heshima kidogo. Lakini nowadays sioni msichana ambao utamslap akunyamazia, atakutwanga ile proper. So mother-in-law digital, hebu tujichunge kabla tujenyoroshwa na watoto wanakuja. Jo naona danger. Watatunyorosha, tusipojichunga watatunyorosha watoto. Kama wanapiga wazazi wao wenyewe wale wamewazaa, wewe ambaye anakuja kuolewa kwako nafikiri eti ataka hebu tujichunge. So jana wamama walitoa testimonies zao, na una feel pain vile mtu anapitia. Yani kijana ameambia mama yake story ya bedroom yake yote vile inakaa. Anaenda anaambia mama yake vile wanalala na mke wake. Anampa yani wana make love or they have wanakuwa na sex how many times a week. Kama wanafanya daily ama wafanye daily. Yani mama yake anajua everything ya bedroom. Umeweka wazi. So huyu mwanamke akipita tu hivi mbele ya mamako, so your mom anajua huyu anamkazia mtoto wangu, anamnyima. Anaanza kuongea mbaya. Because yes, unajua hata mama ni mama ndio, na anataka mtoto wake akue happy. But hajiulizi kwa nini huyu mtoto wake pia anakaziwa. Hajiulizi hiyo maswali, kwa sababu huwezi ukakazia mtu tu hivyo. Kama unapenda mtu huwezi ukamkazia tu. Utampa, wewe mwenyewe si hata wewe mwenyewe unastareheka na unafurahi. Lakini kama haustareheki na ufurahi, unapeana nini mwili wako kujichokesha? Unajua tendo la ndoa linafanyika wakati watu wawili wana furaha, yani mafikira yao inaenda sambamba, wako na hiyo mood iko safi, environment iko clean, hakuna stress, hakuna nini, watu wako yani there is joy,
Unaona, hata inakuwa hamu ya kufanya hii tendo. Lakini sasa hebu niambie, ulikuja asubuhi ukaniita mchawi. Mama yako akakuja pale akasema watu wetu wanakaa hivi, akanitukana kulingana na vile ulienda kwa mfidi maneno. Jioni una expect mimi nikuje nifungue miguu alafu nikwambie karibu mume wangu tujienjoy? Haitawezekana. Hata nikifungua tu nitafungua ile tu yangu. Maliza. Itafungua hiyo ya maliza. Jo hakuna kitu ya kufurahikia hapo, hakuna kitu ya kuenjoy hapo. Hakuna kitu ya kuenjoy, lakini kama iko kitu ya kuenjoy, mnapendana, mko sambamba, mko sawa. Hata wewe ndio unamkaribisha, mwambie mume wangu, utakula chakula mezani ama utanila mimi kwanza. So tuache kuinvolve families kwa relationships zetu. Hata sometimes unaona yani uko na boyfriend ama uko na girlfriend, unaenda unamchukua unampeleka unamintroduce kwa cousins zako wa kike. Alafu this guy he end up sleeping with your cousins. Analala na cousins wako wote. So hata mkioana kuna kuwa na hiyo mambo inaendelea huko ndani tu ya familia na hauna habari. Hauna habari, kuna kitu inaendelea huko ndani na hauna habari. Sometimes some things unaweka tu kando. Imaliza ulifunike. Yeah. Huo ni msemo common. It's a common phrase among people who are not happy. Ukimaliza nifunike. It's a common phrase. So let's be happy. Tujaribu tukue happy. And tujaribu we stand with our partners. Kama wewe ni mwanaume, simama kidete na mke wako. Kama wewe ni mwanamke, simama kidete na mume wako. Usikubali ashambuliwe na ndugu zako. Usikubali mama yako aje ashambulie mume wako. Usikubali kaka zako waje wamtusi mume wako. Simama, defend your husband. Kama wewe ni mwanaume, defend your wife. Usikubali sister zako waje wamtusi. Usikubali. Mimi I know of a friend. This woman, because she's a woman, she is even older than me. She's a woman. When she got married, alikaa for 12 years without a kid, without having kid, hakupata bola nini ama nini. Wale wadogo zake waliolewa katika hiyo compound wakapata watoto, lakini yeye hakupata. But the husband alisimama na yeye. Mpaka huyu bwana analetewa wanawake, anaambiwa marry this one, anasema no, I have my wife. Mpaka wakaanza kumuita. Unajua kuna maneno inakuanga maneno machungu sana. Yani wakati unajua jina tasa. Jina tasa ni jina la uchungu sana. Sana. Kuita mwanamke tasa ni jina la uchungu sana. So these guys walikuwa this family walikuwa wanamuita tasa. Wanamuita kuna hii nini inakuanga crossbreed ya punda na farasi. Kwa Kikuyu tunaita nyombo. Sijui hata kwa Kiswahili I think ni nyumbu tu ama sijui ni nini. But kwa Kiingereza inaitwa mule. So walikuwa wanamuita hiyo kitu, wanamuita nyumbu, wanamuita mwanaume, wanaambia kijana wao mbona ulioa mwanaume mwenzako nini. But this man alisimama na wife wake for 12 good years. 12 years. Alisimama na yeye, anamwambia don't worry my love, I love you. Hata kama hatutapata watoto, hata kama Mungu hatatupatia watoto, I'll never leave you, I'll never marry another one, I'll stay with you because I love you. Sikukupenda kwa ajili ya watoto. Watoto ni bonus kutoka kwa Mungu. Watoto ni bonus ya mapenzi yetu. When we make love, ile fruit of making love inaleta mtoto, but it's not a must we have a kid. Unaona, alisimama na wife wake. And after 12 years the woman got pregnant. Sasa sikiza ujue ma-in-laws wanakuanga na mashetani. When she became pregnant, wakaanza tena maneno. Hapana, hii mimba si ya huyu mtu wetu, hii mimba sijui ametoa. Wacha wakaongea for 9 months wakaongea mpaka mtoto akazaliwa. Mtoto kuzaliwa,
ujue Mungu hucheza kama yeye. Mtoto akatoka copyright baba yake, wakafunga mdomo. Unasikia machozi, Mungu wa Ana akamfunika, akampanguza machozi yake, wakafunga midomo wote. Lakini huyu mwanamke alikuwa na nguvu. Kwa nini? Kwa sababu bwana yake alisimama na yeye for those 12 years. Na after another 2 years akapata ball lingine, akazaa watoto 3 pamoja, akazaa triplets pamoja, watatu. Sasa family ikanyamaza kabisa. Wakanyamaza kabisa, kwa sababu ukisupport your wife or you support your husband, mshikane, msupportiane, msimame na maombi, God will put those people into shame. Watakosa la kusema, watafunikwa na aibu. So you men, tafadhali simameni, msimame na wake zenu. Mke wako akiitwa tasa, unawaambia biologically, hata mimi mwenyewe ninaweza kuwa mimi ni gumba, naweza kuwa hata mimi sizalishi, so shida si mke wangu peke yake, shida inaweza kuwa pia upande wangu. Unawaambia msiite mke wangu tasa, huyu ni mke wangu na simuachi na sioe mke mwingine. Unakataa, unasimama vizuri. Rehema, I'm a police officer station somewhere. Yeah, hizi cases ni mob sana. By the mother-in-law, father-in-law hana mashtaka mengi ya kushtakiwa sana. Father-in-law yeye huenda vile mama anamdirect, especially kama baba amekaliwa na mom. Yeah, atakuwa na support mom sana. But baba akiwa ni mtu amejisimamisha, akiwa ni mwanaume ambaye alijisimamisha, akiwa ni baba ambaye alijisimamisha kama baba kwa boma, hata mom afanye nini, this father will always correct his son. Anamwambia, son, you are not doing good. Wacha kufuata vile mama yako anakuambia ufanye kitu ya maana. But kama baba amekaliwa, hata yeye atakuwa anafuata vile mama anasema. Yeah, atakuwa anafuata vile mama anasema. So these cases ziko, watu wanalia, watu wanaumia. The best thing, mimi ninaomba wanaume, ninaomba vijana wenye mnataka kuoa, vijana wenye mko katika ndoa changa ya 10, 5 years, 6 years, hizo ni ndoa changa bado. Usikubali hizo external forces kutoka nje. Usikubali sister yako akuje kukuambia wewe mke wako anafanya hii, nilimuona. Usikubali wewe udaku kutoka nje. Usikubali mama yako aje kukuambia unajua firstborn yako anafanana na ule jirani wa pale juu. Usikubali wakuje kukuharibu hiyo akili. Kataa. Wafukuzilie mbali, waambie no, this is my wife. Kama nitakuwa na shaka na hawa watoto, kuna kitu inaitwa DNA, I can go for DNA. But usikubali waje kukupoison mind. Na wewe mwanamke usikubali mama yako aje kukukimbia kila siku, huyu bwana wako ni fukara, huyu bwana wako uko hivi, huyu bwana wako ni mlevi, huyu bwana wako. Usikubali, waambie kama ni mlevi wangu, nilimpenda tu na huo ulevi na tutalea watoto wetu na huo ulevi. Nyinyi kaeni kando mtuone tukilea watoto wetu. Kaeni kando, nyumba yetu isimame. Kwa sababu the moment utaambia hawa watu kaa kando, utasimamisha nyumba yako. Lakini ukikubali tu waendelee tu kukufeed, hii family inakuja na maneno yao, hii inakuja na maneno yao, ndugu anakuja na maneno yake, ndugu mwingine. Tumeona hata mandugu, big brothers, wananyemelea mabibi za wadogo zao, wanawanyemelea mpaka wanalala nao. We have seen even some cases, father-in-laws wanalala na daughters-in-laws wao. So hizi mambo ndio unaona, it's better to cut hiyo relationship kubwa na hao watu, hizi external forces. Waeke kando, simamisha nyumba yako peke yako. Na hata ikiwezekana, hii mambo ya kukaa vile watu walikuwa nakaa zamani, ndugu mkubwa ako pale na mke wake, ndugu namba 2 ako pale na mke wake, mwingine ako pale na mke wake, baba yake na mama yake wako pale, kuna dada yenu ambaye hajaolewa kwa hapa na watoto wake. Hiyo mambo ya kukaa compound mmoja family mzima, tujaribu tupunguze. Hiyo ndio inaletanga mambo mengi sana. Watu watakulana huko, watazungukana tu huko tu. Siri ya ndani ya ndoa shida. Watu hawajui kuweka hizo siri. Kila nyumba ina siri zake. Kila couple liko na siri zake.
Saizi unajua watu wameshindwa, unashindwa kwa mpaka hata ni nani unaambia. Jo mimi ninaenda hivi chama cha wanawake hizi merry go rounds, tunaenda tunakaa chini, and sometimes unasikia vile wanawake they speak about their husbands. Na sana sana ni wanawake tunayo shida sasa ya kuongea kuhusu wanaume zetu, kwa sababu mwanaume sijasikia mwanaume mwenye nasikia akienda kuongea, either aende aongee kwa mama yake ama aende aongee kwa mpango wake wa kando, lakini haendi kuambia wanaume wengine kuhusu mke wake. Lakini sisi wanawake huwa tunakimbia, tunakaa chini pale kwa saluni, unaanza kuongea, mume wangu ako hivi, sijui ni toothpick, sijui kwa nini, sijui anashuka haraka. Safari ikianza hata kabla hata hajaingiza mguu ashashuka, sijui yako nini, sijui nini. Yani wanawake sisi tunaongea na ni makosa. Wewe utaongea pale, utamwanika mume wako pale, lakini kuna mtu mwingine tu hapo ataenda tu hivi chini, aende amfuate huyo mume wako, aende kuhakikisha kama kweli huyo anashuka hivyo anaambiwa. Unaona? So some things sisi wenyewe ndio tunajiletea na midomo yetu. So siri za ndani, ukichapiwa hizo ni siri za ndani, wacha zikae ndani, wacha kuzitoa nje. Kama hashuki, enda chukua vitabu, soma, angalia mbona anashuka haraka, mbona siku hizi game imeenda chini, ana stress gani, wewe angalia, mpikie, angalia ni nini unampikia. Maybe umebadilisha, unampikia indomie usiku, unampikia mchele usiku, unampatia chakula cha watoto usiku, instead ya kumpatia food ya maana. Bwana wako ameshinda whole day anafanya kazi huko nje, hajakula kitu, akikuja kwa nyumba unampakulia wali, mpakulie chakula ya maana, ashibe, akule kiugali ashibe, hata shuka haraka, atakuwa sawa. Lakini sasa ameshinda huko nje hajakula, pengine hata yameenda akakula tu chips huko nje, alafu akifika kwa nyumba unampikia indomie, unampikia spaghetti, alafu una expect huyo mwanaume aperform. Ata perform nini? Sasa the following day utatupata kwa chama uanze kutuambia siku hizi hata sijui kama hata ana nini, kwa sababu tu akiingia tu anakwama. So some things tuache yani you can seek advice, but to right people. Si kila mtu unaenda unaanika mume wako huko nje. Na nyinyi wanaume pia msiende kusengenya wanawake zenu na mipango yenu ya kando, mnawadharaulisha huko nje. Kama uko na relationship na mpango wa kando, hiyo ni yenu, ongeeni mambo yenu, usiingize mke wako hapo. Ongeeni mambo yako wewe na mpango wako wa kando huko nje. Wife achana na yeye. Wife achana na yeye. Wewe ongea na mpango wako wa kando huko, mumalizane huko. Lakini wife usimuinvolve hapo. Ugali kwa wingi. Unampatia kiugali anakula anashipa. Si lazima hata ikuwe na nyama. Alafu mpatie glasi ya maziwa. Sasa Veros. Kama kawaida yako unatupa vidonge. Tunashukuru kwa sababu bila vidonge tutapona vipi sasa? Hatutapona. Ugonjwa utatulemea. Ugonjwa utatulemea, lakini unajua bwana, hebu ngoja tuanze hivi. Ngoja nianze baraka, nataka kuongea kidogo sana. Ngoja nianze hivi. Sikiliza hii nyimbo. Siri ya ndani mama watoto, siri ya ndani haijuae katae, nimekukosea nieleze, ili na mimi nipate kujirekebisha, mama. Siri ya ndani mama watoto, siri ya mtungi ajuae katae, nimekukosea. Sasa hii matatizo lozungumza yote umeelezea theory nzuri tu,
kuanzia boy child, kuanzia mtoto wa mama, kuanzia nini kupelekea kote huko, lakini mimi nakwambia yote yanakuja kumalizikia nyumbani kwako ndani. Umeshanifahamu? Yote yanakuja kumalizikia nyumbani kwako ndani. Kwa hiyo sasa kama hautatunza wewe mama au mimi baba, kama tutatunza siri ya ndani, basi tutaharibu kila kitu. Kesho utakwenda kwa mama yako kumwambia, kesho kutwa utaenda kwa kaka yako, utaenda kwa dada yako, utaenda kwa rafiki zako. Unaona bwana? Wenyewe sasa mnakuwa mnategemea maisha ya watu wengine yaongoze maisha yenu. Na ni ngumu na ni mbaya. Ambayo haiwezekani. Kitu kinachowezekana ni wewe umekosea au mama amekosea, mnakaa chini mnaongea tu. Hata kama performance yangu sio nzuri, niambie tu. Unaona? Mwenzangu, vipi, mbona performance kidogo naona imeshuka? Wife, unajua bwana, kuna shida fulani hapa, hebu kaa chini tuongee. Umeelewa? Mnakaa chini mnaongea, na sio unakimbia nje kwenda kumwambia rafiki yako kwamba siku hizi performance ya ndani hata sioni. Haitakusaidia. Hakuna. Utamtilia tu aibu jamaa yako na dharau. Ushaona bwana? Ukienda kumwambia mama yako, siku hizi bwana mama hivi na hivi, usimwambie mama yako kuhusu mke wako kabisa. Hiyo toa kabisa. Tena mimi nataka kuwashauri watu, yani ukitaka kuwa na best, mimi babangu aliniambia kitu kimoja. Anambia ukitaka kukaa na marriage nzuri, wewe kuwa the best kuliko yeye. Jua kupika vizuri kuliko yeye, jua kufua vizuri kuliko yeye, jua kulea watoto vizuri kuliko yeye, jua kufanya kila kitu ambacho anakifanya yeye kuliko yeye. Unaona? Na umpikie, umuonyeshe jinsi gani unajua kupika. Umeelewa? Kila kitu anachokifanya yeye lazima na wewe ukifanye better. Usitegemee tu kama wewe wife wako ni kwamba wife ni sehemu tu ya nani ya kufanyia wewe huduma. No. Wife sio sehemu ya kufanyia huduma. Mhudumiane. Ni mshirika wako wa maisha. Unaelewa? Ni mshirika wako wa maisha, mnakaa pamoja, mnazungumza, mnapanga pamoja kila kitu. Ushaona? Leo unapika nini? Unajua anaweza kuwa anapika ugali na wewe unapika mboga. Unaona bwana? Yaani mnashirikiana kwa kila kitu, lakini wanaume wengi waliokuwa sasa hivi wanaweza kuwa wanakwenda kinyume na mimi, wakasema wewe kwenda tu. Bwana, wife anatakiwa afanye kila kitu, afanye. Hapana, si kweli. Unajua mimi nilipokuwa nakuwa nyumbani kwetu, mimi na mzee tulikuwa tunapika kila Jumapili. Every Sunday. Mimi na mzee tunapika kuanzia breakfast. Tunapika breakfast tu. Unaona bwana? And then mchana yani watapika wao, lakini kuna vitu ambavyo kama samaki tunakaanga mapema, tunawatayarishia preparation, kitu namna hiyo. Unaona? Kwa hiyo hiyo inasaidia sana. Actually imesaidia sana, imenisaidia hata mimi mwenyewe kunijenga vile vile. Kwa hiyo mimi sasa hivi hata mke wangu akisema anaumwa leo au jisikii vizuri, naambia kaa pembeni. Mimi naingia jikoni na korofisha. Na nakorofisha na uhakika 100% kitakuwa kizuri. Unaona? Kwa hivyo ndio vitu vya kushirikiana. Sio mtu amekosea unaenda kusema nje, mtu amefanya hivi unaenda kufanya hivi, au unaenda kumlilia mamako. Ukishaoa bwana, mimi nakushauri mtu ukishaoa unatakiwa utoke nyumbani, uende mbali kabisa. Ukakae wewe mwenyewe peke yako na maisha yako, utajuana wewe mwenyewe na mke wako. Unaona? Kitu kinaenda vibaya ni wewe. Mama apati ujauzito ni wewe. Sikuna hospitali. Ndio mka find out kama ulivyosema. Labda upande wangu je. Utajua. Utalalamika tu. Labda upande wake tu utajuaje? Mambo ya kibiolojia. Kwa hiyo matatizo haya ni yenu, usiende huku na huku. Mimi nakwambia usimwambie hata rafiki yako yoyote. Kwanza wewe mwenyewe tu kwanza pambana na hali yako paka yani mtu ambaye unaweza kumwambia sana labda ni doctor. That's it. Lakini mtu mwingine yote atakiwe jue. Ushaona bwana? Atakiwa ajue kabisa. Ushaona bwana? Lakini sasa watu wengine hawafahamu hilo. Kwa hiyo Rema bwana, mimi nashukuru sana kwa kueleza namna hiyo. Jaribu kueleza mtoto wa mama kama hivyo, unajua mapenzi ya mama yaishi. Kabisa. Grandmother yangu alikuwa na miaka 109. Unaona? Alikuwa anakaa kwa mzee, lakini alikuwa analalamika, anasema mbona mjemwekea mtoto wangu chakula? Mtoto gani? Mtoto wake ambaye ni mzee pia. Mtoto wake hata mbona mjemwekea, anaenda jikoni, anachukua chakula, anaweka katika, anaficha pembeni, anasema ni cha mtoto wangu. Kama mtoto gani wewe? Baba.
basi inakuwa vichekesho. Kwa hiyo ndio hivyo, mapenzi kwa mama na mtoto hayaishaki, Kumbuki na lakini yezi sasa kuisha. inabidi wewe mwenyewe mwanaume ndio ukae Ustep ujue kwamba back. mimi nishakuwa, nataka familia yangu, nataka mke wangu na watoto. Unaona, mnakaa pamoja, unaona bwana, watunza familia yako, unaachana na rafiki yako, unaachana na kaka yako, dada yako, nini, kila kitu wewe una defend wewe. Hata kama wife, let me tell you, wacha mimi niwaambie jamaa, hata kama mke wako amekosea, wewe mdefeat, sema kuna hiyo, msubiri mkiwa ndani chumbani, mwambie sasa unafanya kitu gani. Lakini mbele ya watu jaribu umdefend kabisa. Lakini mbele ya watu usionyeshe kwamba wewe naye kila siku nakwambia usifanye hivyo, kwa sababu yule ndo timu yako, ndo soulmate wako. Ushaona bwana, ukimwangusha kidogo tu, akipata dharau kidogo tu, basi wewe umekwisha. Ushaona bwana, kila mtu ataza wanagombana, wanarudiana, pumbavu twali, unaona. Lakini nyumba yenu nyinyi ndo inazidi kuadhirika. Kwa hiyo bwana, mimi nashukuru sana kwa haya machache tuliokuwa nayo, nisikumalizie program, au sio bwana, lakini unafanya kazi nzuri. Asante. Watakuelewa, wasipokuelewa itakuwa bahati. Sio rahisi kumplease kila mtu, lakini jitahidi ndugu yangu, unafanya vizuri. Asante sana. Asante na nashukuru. Hata wewe pia asante sana. Asante. Asante sana. Thank you. Bye. Heroza ametupatia wazo zuri sana hapo. From side of man. Sasa mumeelewa. Msiseme tu Rehema anaongea tu anatetea wanawake sijui nini. Ameongea kama mwanaume, ameongea kama baba, ana watoto wa kiume, ana watoto wa kike, yeye mwenyewe ana mke, ameongea kama mwanamume. So you as a man usimdharaulishe mke wako kwa familia yako, hata kama amefanya makosa na unaona ni makosa. Simama na yeye, mkiingia chumbani mtaongea huko ndani. Hata kuna watu wengine hata wanatusi wake zao hata mbele ya watoto. Unatusi mke wako mbele ya watoto, unamzaba makofi mbele ya watoto. Mpaka leo hii unaona kuna wasichana saa hizi ukiwaambia stories of marriage wanasema mimi I can't marry, siwezi nikaoa kwa sababu kama ndoa ni vile niliona baba yangu akichapa mama yangu, mimi siwezi nikaolewa. Kwa sababu aliona everything akigrow. Unachapa mke wako mbele ya watoto, unamwangusha huko, unamtukana, unamuita maneno mabaya. So vita zingine tunapigana huko chumbani. I know of a relative walikuwa wakikosana na bwana yake, wanakosania bedroom kabisa, hata hawaongeleshani, mpaka bedroom wanaweka, kuna mtu analala kwa kitanda, mwingine analala anaweka mattress chini, but wakitoka kwa mlango ya bedroom wanafunga, wakikuja sitting room wana smile, hata wanakunywa chai pamoja, wanaketi wanakaribiana, but kwa roho ndani mtu anasikia kama atakufa kukaribia mwenzake, but kwa ajili ya watu wanaweka ile pretense. Unaona pretense, hata mbele ya watoto wanaweka. So watoto wanakaa wakijua wazazi wao wanapendana, wazazi wao wako sawa, lakini vita iko bedroom kunakaa kama ni Afghanistan, iko huko ni mujahidin na nini, iko huko wanapambana, lakini wakitoka vita ya bedroom hawaitoi nje. So wewe kama mwanaume, wacha kukimbilia wazazi wako, kukimbilia especially your mom. The best person nilisema unaweza kukimbilia is your dad. Ukikimbilia your dad umuulize mambo, your dad can advise you good, anaweza akakwambia vizuri, anaweza akakuelekeza, but your mom always atakupatia njia nyingine, kwa sababu hata yeye mwenyewe unajua yeye mwenyewe hafurahii daughter in law wake, atakuwa anakuelekeza njia nyingine. Not unless wa mother in law wala anaweza kukuelekeza vizuri, ni wachache sana, sio wote. So you as a man, jifunze kusimama na miguu yako, jifunze kabisa kusimama na miguu yako. Ameongea kweli. Sema Farida, dakika chache tu sasa tumalize dada. Ya sawa, nashukuru, asante. Unanipata vizuri? Kabisa. Okay, nilikuwa nataka nichangie tu kidogo tu kwa dakika kidogo, kwamba kwa wanandoa nataka tuelewe kwamba kwa nini kukatengenezwa bedroom katika kila boma? Kwa nini maana ya bedroom? Bedroom ina maana kwamba mambo yenu wewe mume na mke yaishie pale pale kwenye bedroom. Mnapotoka nje, wacha hayo maneno yasitoke nje.
yasitoke hata kwa wazazi, yasitoke popote. Maanake wakati unaenda kumsema mkeo, unamsema kwa mamako, wataka huyo mamako mzazi aje akufanyie kile kitu ambacho huyo mke wako hajafanya, ama wataka umwambie aje afanye nini? Maanake wakati ulimtafuta wewe mwenyewe, haukumtafuta na mama, haukumtafuta na baba. Kwa hivyo kila kitu ambacho kiko katika ile ndoa ni lazima wewe mwenyewe udeal nacho pale kwenye room. Na hili linachangiwa sana na heshima. Kama unaheshimu mke wako ama mume wako kutoka siku ile mlikutana, hiyo heshima itadumu. Usiivunje heshima. Ukiivunja siku utavunja hata siku moja, hapo ndio hatia itaanzia na utaanza kumwanika. Unapomwanika wewe mwenyewe kwanza ndio unabeba aibu wewe mwenyewe kama mume. Manake unaonekana mtu ambaye hauna msimamo, haukuwa tayari kwa ajili ya ndoa, haukuwa tayari katika lolote. Kwa hivyo tuheshimu ndoa, tusimame kwetu, especially si hata wanaume pekee yao, hata wanawake. Kuna wanawake wengine nilikuwa nataka kusema kwamba anaweza kuja katika familia, hiyo familia iko na amani kabisa, lakini pia anakuwa kichwa ngumu, anavuruga amani. Inabidi sasa huyu mwanamume atafanya nini? Anatenganisha mme akitaka hata kupea mamake kitu, inabidi amuombe ruhusa. Sana muomba aje. Anaanza kucomplain, analalamika. Wanawake tusiwe wa kulalamika, tusivuruge maboma za wenyewe. Ukipata mme ambaye amesimama na wewe na ana balance vizuri kati yako na familia, usilete chuki kati ya jamii mbili. Nawe mme, make sure your wife and your family and your children is the first priority. Maanake hiyo ndio jukumu lako. Wazazi wacha wakuje wa pili. Thank you. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. I hope wamesikia hiyo, wameshika. Thank you. Okay. Sasa tutamalizia hapo. Tumeongea mengi ya kuelimisha, ya kufurahisha, tumecheka, tumefurahi, tumetoa experiences zetu. Tumeongea, tumesema kila kitu. So hata wewe as a woman, vile Farida amesema, wewe ukiolewa kwa boma, umepata boma, watu wanashirikiana, maybe they eat together, because kuna family, we have good families, like my side now, mimi mara mingi huwa mnasikia nikisema I don't have a sister, I have brothers, and these brothers of mine wameoa. So wake zao wakati tunaenda December, tunaenda home, tunaenda kutembelea mom, tunakaa pale, we eat together, tunakaa kwa compound moja, we eat together, watoto wetu wanacheza pamoja, yani it's a good family. Ukinipata mimi na my sisters in laws zangu kwa kitchen tunapika, utafikiri tumezaliwa na mama mmoja. There is peace, we love one another. My brothers zangu wanakaa, yani sisi tunakaa kama watoto wa mama mmoja. So kukikuja mwanamke olewe kwetu, akipata hiyo peace inaendelea hivyo, hafai kuivunja, anafaa hata yakuje ajifunze kukaa na wengine hivyo. Because mwenye aliolewa nyuma alikuja na akapata wakubwa zake wenye waliolewa mbele yake, wanakaa na amani. We all call my mom mama, tunamuita mami, sisi wote. Akajifunza hata kumuita mami, unaona? So inakuwa kitu poa, si ati wewe unakuja unapata sisi tunamuita mama yetu mami, alafu unakuja unaanza kumuita madhe hapo. By the way, mama yangu anachukia hiyo jina. Ukimuita madhe anakuambia yeye si mama wa kupika chamu, unaona? So hayapikangi changa. So sisi tunaitanga mama yetu mami ama mama. So mtu mwingine akikuja ajifunze kumuita vile tunamuita. Au my sisters in laws wangu wote wanamuita mom, wanamuita mama, wanamuita mami, unaona? So si mtu tu akuja na kiherehere yake aanze kubadilisha rules huku. Kama ni brother yangu, sometimes my brother anaamka anatuambia kaeni chini niwapikie chai, anapika chai, then wewe umeolewa sasa, unapika chai kwa nini wengine wamekaa chini? No, this family umeipata ikiwa united, umeipata ikiwa sawa, umepata wakiwa na respect, wana respectiana. We respect each and every marriage in the family. We respect everybody, but when we eat together, we do things together. Tunaenda kwa shamba pamoja, watoto wetu wanacheza pamoja, kila kitu inakuwa iko sawa. Tunakuwa na family meeting, we talk together, yani tunashirikiana. Huwezi ka differentiate mtu wa kuolewa na mtu wa kuzaliwa huko, unaona? Because hata mimi I respect them as my sisters, wanani respect kama sister yao. Huwezi ka differentiate ati huyu amezaliwa alafu funny enough we look alike, tunaenda kufanana karibu sisi wote, tunafanana. Ukituangalia utaona kama tunafanana, yani unajua watu wakipendana,
wakiheshimiana, mkikaa pamoja kwa yani mkikaa vizuri, kuna hiyo peace, hata resemblance ya physical resemblance inakujanga. So me and my sisters in law tunafanana, unaweza kufikiria ni watoto wa mama mmoja. Hata tukitembea sometimes tunaenda kutembea na mama yangu kwa barabarani, unasikia tu watu wakisema na huyu mama amebarikiwa, ana wasichana wakubwa wakubwa, jo sisi wote ni vibonge. Unaona tunafanana, rangi zetu zimekaribiana, tuko sawa. Unaona tu watu wanasema huyu mama amebarikiwa. So kuna wanawake wengine pia wakiolewa wanakuja kuvuruga. Usio huyo mwanamke wa Kikuyu tunamuita mwanamke wa kiembembe, mwanamke perepepe, parapanda. Ukikaribia tu kwa boma ya watu unakuja unavuruga amani yote. Boma ilikuwa imeshikana hivi na sambaratika yote. Mume wako hajawahi ita mtu hata kumtemea mtu mate, inafika mpaka wakati mpaka anatemea mama yake mate, anadharau mama yake. No, usiwe mtu kama huyo. Ukikuja upate amani, jaribu ukuze hiyo amani. Ukikuja pia upate boma imesambaratika, kuja kama peace ambassador, leta amani kwa hiyo boma. Sisi wanawake tunajulikana ni watu wa kuleta amani, leta amani kwa hiyo boma. Na kwa hayo machache, nimefurahi sana. Asante sana Feroz kwa kuja live studio, umeongea vizuri, nimefurahia. Asante sana Farida kwa kuja live. Na wale watu wamekuwa wakinifuata, asanteni. Wenye wameshare pia, thank you very much. God bless you all. Na wakati tutapata topic nyingine tutakuja, tutaendelea kuongea. It's good. My slogan kila wakati mimi husema, let's learn together, we grow together. Tujifunze pamoja na tukue pamoja, kwa sababu tukienda kwa hiyo safari tutakuwa sisi wote pamoja, na Mungu wa mbinguni atatusaidia na tutakuwa na furaha. And then let's try and make this world a better place to live in. Yani pahali huko ukijaribu uzingatie mambo yale unasoma, yani positive things, you can change. Unajua change haitaki watu wengi, change inataka tu mtu mmoja, just you. If you start, you change. Wewe mwenyewe ukibadilika, utaweza kubadilisha wengine. So let's start with me. Kila mtu ajiambie hivyo, let's start with me. Change starts with me. So change ikianza na wewe, utaweza kusambazia wengine change. So Mungu wa mbinguni wabariki, na wapenda sana. And thank you very much for following me. Thank you very much for wale wameshare. Asante sana wale wamelike, wale wamecomment pia asante sana. Farida and Feroz, thank you very much. Na Mungu